darsa ya jana tulianza majlisi ya kwanza katika majalisi za mwezi wa Ramadhani. Katika risala hii fusulun fi siyami wat-tarawih waz-zakah لفضيلة الشيخ الإمام العالم العلامة محمد بن صالح العثيمين رحمه الله تعالى رحمة واسعة. نجانا tulianza mukaddima, tulifanya utangulizi na tukachukua fasili ya kwanza, hatukuimaliza, na leo tunaendelea tulipokomea jana, baada ya kuwa tumefahamu katika majlisi ya jana maana ya funga. Tunaposema as-sawmu maana yake nini lughatan wa istilahan, katika lugha kadhalika na katika istilahi. Lakini pia tukawa tumefahamu hukumu siyam, hukumu ya funga, hukumu ya kufunga. Naam, na dalili zake min alquran. Kwa hivyo leo tunaendelea na baadhi ya dalili zilizobaki na maneno mengine ya Imam rahimahullah ta'ala katika kuelezea mlango huu wa hukumu ya funga. Kabla hatujaendelea, kama kawaida tunatoa muda wa maswali. Mtu kama na maswali katika darasa iliyopita kabla hatujaanza anaruhusiwa. Kif kuhusu fidia? Naam. Tayib, fidia inatolewa kwa kila siku anayoachia mgonjwa yule ambaye hawezi kufunga kwa sababu ya maradhi, kama tulivyoona jana. Mtu ambaye maradhi yake hayatarajiwi kupona, tumesema ni katika watu ambao wanaruhusiwa kutoa fidia. Sawa, maradhi ambayo yamethibitishwa na daktari bingwa kwamba kwa maradhi haya hayaponi, na mwenye maradhi ya namna hii hataki kukaa na njaa kwa muda mrefu, kwa maana huyu hawezi kustahimili funga, basi sheria haijamlazimisha afunge pamoja na mashaka. La, ad-dinu yusrun, dini ya Uislamu ni nyepesi. Sawa, na dini imejengewa ala taysir. Sheria imejengwa kwa taysir, kutia wepesi katika mambo. Watu tu ndio unakuta wanatia uzito katika dini, lakini dini nyepesi, na ukiisoma ndio utajua kwamba dini nyepesi. Lakini kama hujasoma utabaki unasema hii dini ngumu sana. Hapana, wewe hujasoma bwana. Ukisoma ukafahamu sheria utajua kwamba sheria za Uislamu mabuniyatun ala taysir, zimejengewa kwa kuwepesisha mambo, ikiwemo hii kwamba ambaye hawezi kufunga aslan basi halazimishi afunge, anatoa fidia. Sawa sawa. Na sasa mtu hawezi kufunga na hawezi kutoa fidia, anafanya nini? Atatolewa fidia na ndugu zake. Sawa, sana warithi wake watamtolea fidia katika mali zao, kama yeye hana. Na hana hata wa kumtolea, khalas ya Allah tabaraka wa taala, kwa anatoa kwa kila siku anayofungulia. Sawa sawa. Na akiamua kwamba anawakusanya masakini
30 akawalisha, la basi kama anavyosema Sheikh Ibn Baz rahimahullah ta'ala, lakini bora zaidi ni ile kutoa kila siku. Kila siku ni bora zaidi kuliko kuwakusanya maskini 30 akawalisha au akawapa wote kwa pamoja, kila mmoja kibaba chake. Sawa, akitimiza wote la basi, na anahesabika tayari ashatoa fidia. Lakini kutoa kwa kila siku ni bora zaidi kuliko kuwakusanya kwa pamoja. Wallahu a'lam. Naam, jana tuliona katika kufaradhishwa kwa funga, kwanza hukumu ya funga ni nini? Msipouliza mimi nauliza, ma hukumu siyam? كيف فرض كفاية ولا فرض عين؟ فرض عيني. احسنت. واجب. حكم يفunga واجب na ni fardhu ala kulli muslimin balighin aqili, ni lazima kwa kila muislamu aliyebaligh mwenye akili timamu. Tayari. Na tuliona kadhalika kwamba funga mwanzoni mwa kufaradhishwa kwake ilikuwa katika hali gani? Naam, khiyari. Ahsante. Mwanzoni mwa kufaradhishwa funga sheria iliweka takhyir, man shaa sama wa man shaa aftara wa at'ama, mwenye kutaka atafunga na asiyetaka hafungi, kwa maana atafungulia lakini atawajibika kufanya kutoa fidia. Wasaumu khairun min al-it'am, lakini kufunga ni bora kuliko kulisha. Wa antasumu khairul lakum. Sawa, kuonesha kwamba pamoja na kwamba kulikuwa kuna khiari, ila Allah tabaraka wa taala kabainisha kwamba kufunga ni bora kuliko kulisha. Kisha hukumu hii ya kukhiarishwa ikafutwa kwa mujibu wa kauli ya wanachuoni, kwamba aya hii inaelezea hukumu ambayo imefanyaje, ilifutwa ya takhyir, ilifutwa na maneno yaliyokuja mbele huku katika maneno ya Allah tabaraka wa taala, shahru ramadhana alladhi unzila fihi alquran hudan linnasi wa bayinatin min alhuda walfurqan faman shahida minkum ash-shahra falyasum, atakayeushuhudia miongoni mwenu mwezi afunge. Falyasum, afunge. Na hii ni amri. Allah tabaraka wa taala kabainisha kuonesha kwamba ile hukumu ya mwanzo ya takhyir imeondoshwa na ikabaki kuwa ni wajib, ikabaki kuwa kufunga ni wajib, sio swala la khiyari. Inabaki tu mtu anaweza akaacha kufunga yule ambaye ana udhuru wa kisheria, kama ambavyo umetajwa hapo, faman kana minkum maridan au ala safari. Hawa ni wenye udhuru wa kisheria na wenye kutumia fursa ambayo Allah tabaraka wa taala amewaruhusu kutumia fursa hiyo, kutumia ruhusa za Allah tabaraka wa taala. Tayeb, lakini pia tukawa tumeona kwamba Allah tabaraka wa taala katika kutuwekea sheria anatutakia wepesi na hatutakii uzito. Yuridu Allahu bikum al-yusra wala yuridu bikum al-usra. Allah tabaraka wa taala anakutakieni wepesi, kwa maana katika sheria zake ash-shari'atu mabniyatun ala at-taysir, sheria za Allah tabaraka wa taala zimejengeka kwa taysir, kuwepesisha mambo, na Allah tabaraka wa taala hatutaki uzito, hatutaki uzito. Mtu anabaki mwenyewe anaona kama vile dini ni nzito kwa sababu ya kutokusoma kwake na kutokukaa kusikiliza, ndio maana anaona baadhi ya mambo mbona kama magumu. Sawa sawa, hapana, kila penye ugumu kuna wepesi umewekwa. Ukiona jambo hili mbona kama kuna uzito, basi kuna wepesi umewekwa, labda hujaujua tu tayari. Naam, hizi ni dalili katika Qur'ani zenye kuonesha na kujulisha wajib wa funga.
Dalili ya pili, tunaendelea ambapo tulipokomea jana. Dalili ya pili ya kufaradhishwa ibada ya funga min sunna, dalili katika sunna. وقال النبي صلى الله عليه وسلم، anasema Imam rahimahullah, وقال النبي، na amesema mjumbe wa Allah sallallahu alayhi wasallam, buniya alislamu ala khamsi, uislamu umejengwa juu ya nguzo tano. Buniya alislam ala khamsin, ay ala khamsati arkanin, uislamu umejengwa juu ya nguzo tano. Shahadati an la ilaha illa Allah, nguzo ya kwanza ni kushuhudia shahadati an la ilaha illa Allah, kushuhudia ya kwamba hapana mola apasaye kuabudiwa kwa haki isipokuwa ni Allah pekee. Wa anna Muhammadan rasulullah, na kwamba Muhammad ni mjumbe wa Allah, na kwamba Muhammad sallallahu alayhi wasallam rasulullah, ni mjumbe wa Allah. Hii ndio nguzo ya kwanza, nguzo ambazo zimeubeba Uislamu. Uislamu umesimama juu ya hizi nguzo tano. Nguzo ya kwanza ni shahada, kwa maana ash-shahadatain, shahada mbili. Shahadatu an la ilaha illa Allah, kushuhudia kwa maana kushuhudia moyoni na kutamka kwa ulimi ya kwamba hapana mola pasai kuabudiwa kwa haki isipokuwa ni Allah pekee. Wa anna Muhammadan rasulullah, na mtu akitamka kalima hii anakuwa ameingia kwenye Uislamu kama alikuwa si Muislamu. Akisema ashhadu an la ilaha illa Allah wa ashhadu anna Muhammadan rasulullah, khalas dakhala fi alislam, mtu yeye anakuwa ameingia katika Uislamu. Ndio maana siku ile nilisema hapa kwamba swala la kuwasilimisha watu wanaotaka kusilimu sio jambo kwamba mpaka alisimamiwe na shekhe mkubwa au mpaka twende msikitini. La, yani mtu amekwambia anataka kusilimu, khalas, la tuakhiruhu, usimcheleweshe, msilimishe hapo hapo, mtamkishe shahada, maneno machache tu, ashhadu an la ilaha illa Allah wa ashhadu anna Muhammadan rasulullah. Hawezi kutamka Kiarabu, mtamkisha Kiswahili, sawa? Sema nakiri moyoni na kutamka kwa ulimi ya kwamba hapana mola apasai kuabudiwa kwa haki isipokuwa ni Allah pekee, na kwamba Muhammad ni mjumbe wa Allah. Khalas, dini nyepesi shekhi. Lakini kama hujasoma, unajua dini nzito shekhi. Ukitaka kusilimu mpaka uende msikitini, mpaka usome Kiarabu, wengine wanasema mpaka usome Qurani. La, maana wengine wanaona ukisoma shahada la ilaha illa Allah unasoma Qurani. Hapana bwana, dini nyepesi, lakini ukiwa umesoma ndio utaona mambo mepesi. Kwa hiyo na Allah alhamdulillah, Allah amejalia sasa hivi watu wanaingia kwenye Uislamu kwa wingi. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Ni khairi kubwa sana, na Allah awathibitishe hawa ndugu zetu wanaoingia katika Uislamu, awabakishe katika dini na awajalie waisome dini yake wapate kuifahamu, na awabakishe katika haki mpaka umauti wafike, kama ambavyo dua hii tunajiombea sisi wenyewe. Tayeb, idhan nguzo ya kwanza shahadati an la ilaha illa Allah wa anna Muhammadan rasulullah. Wa iqami salati, nguzo ya pili katika nguzo za Uislamu kusimamisha sala. Wa itai zakati, na kutoa zaka. Wa iqami sala, nguzo ya pili kusimamisha sala. Wa itai zaka, na kutoa zaka, ambayo ibada hii ya zaka inawahusu wenye mali, sawa? Ama maskini kapuku, hii nguzo hawezi kuisimamisha. Hii inawahusu
wenye mali, na wewe kapuku hautoulizwa kwenye hii nguzo kwamba kwa nini hujatoa zaka, abadan, lakini utaulizwa kwa nini hujaswali. Sawa? Swala haijalishi kwamba ulikuwa na hela, ulikuwa unalala na njaa, ulikuwa unafanyaje, haijalishi. Umekula ujala, lazima uswali. Sawa? Ama ibada ya zaka hii na ibada ya pesa, hii inawahusu wenye pesa. Wale wenye pesa ambazo zimefikia viwango vya kutolewa zaka, wasipotoa wataulizwa. Wa hajjil baiti, nguzo ya 4, na kuhiji katika nyumba tukufu al-Ka'batul musharrafa, kwenda kuhiji katika nyumba tukufu, nyumba kongwe ambayo ni al-Ka'batul musharrafa, ambayo iko ndani ya msikiti mtukufu, msikiti wa Makka, Masjidul Haram. Kwa nyumba kongwe iko ndani ya Masjidul Haram. Wa saumi Ramadhana, nguzo ya 5, na kufunga Ramadhani, ambayo Ramadhani ndio hii leo hii tuko kwenye majalisi zake, tunaikaribisha na tunamwomba Allah atufikishe katika Ramadhani. Allahumma ballighna Ramadhana, tunamwomba sana Allah atufikishe katika mwezi wa Ramadhani. Muttafaqun alayhi. Wa fi riwayatin li Muslim, na katika riwaya nyingine ya Imamu Muslim aliyoitoa katika sahihi yake, imekuja hivi: wa saumi Ramadhana, na kufunga Ramadhan, wa hajjil bait, na kuhiji katika nyumba tukufu. Kwa maana katika riwaya ya Imamu Muslim imeanza saumu kisha ikamalizikia na haji. Sawa? Katika riwaya hii ambayo ni muttafaqun alayhi, wamekubaliana maimamu wawili, al-Bukhari wa Muslim, riwaya hii ya mwanzo imeanza haji kisha ikamalizikia na saumu. Kwa riwaya zote ni sahihi. Sawa sawa. Kwa ukiona riwaya imeanza wa hajjil bait kisha ikamalizikia wa saumi Ramadhana, usishangae na wala usimchukulie mwenye kuisoma hadithi hiyo kwamba amekosea. Sawa sawa, ni riwaya ipo, kama ambavyo pia ipo imekuja wa saumi Ramadhana wa hajjil bait. Kwa taqdim wa ta'khir zote zimethibiti. Hii ni dalili ya pili katika adilla za kufaradhishwa ibada ya funga, ambayo ni dalili katika sunna. Dalili ya 3, al-ijma', ni ijma'. Ijma' maana yake nini? Naam, makubaliano ya nani? Ya wanachuoni. Ahsant. Ijma' maana yake ni makubaliano ya wanachuoni, yani ittifaqi yao, ittifaqi ya wanachuoni. Sheikh anasema rahimahullah, wa ajma'a almuslimuna, na wamekubaliana waislamu, ala faridati saumi Ramadhana, juu ya ufaradhi wa saum ya Ramadhani, na wamekubaliana wanachuoni. Wa ajma'a almuslimuna, na wamekubaliana waislamu wanaokusudiwa hapa ni wanachuoni, kama tulivyosema jana. Ukiona ajma'a almuslimuna, wewe haumo hapa, wanakusudiwa maulama, wanachuoni. Wamekubaliana waislamu ala faridati saumi Ramadhana, juu ya ufaradhi wa saumu ya Ramadhani, kwa maana wamekubaliana kwamba saumu ya Ramadhani ni fardh. Saumu ya Ramadhani ni faridhatun min faraidil Islam, ni fardhi katika faradhi za Uislamu, ni nguzo katika nguzo za Uislamu, ni wajib min wajibati
al-Islam. Faman ankara faridata sawmi ramadana, faman ankara, basi yoyote atakayepinga faridata sawmi ramadana, ulazima wafunga ya Ramadhani, basi yoyote atakayepinga ufaradhi, kwa maana ulazima wafunga ya Ramadhani, akasema kwamba kufunga Ramadhani sio lazima, kufunga Ramadhani sio fardhi, kufunga Ramadhani sio nguzo katika nguzo za Uislamu, watu tu wanaamua wenyewe wafunge tu, sawa, kwamba anayetaka anaweza kafunga na asiyetaka afungi, na ndio maana mimi sifungi. Yani mtu akasema hivyo, ndio maana mimi sifungi, kwa sababu sio wajibu na sio fardhi, sio nguzo katika nguzo za Uislamu. Anasema Imam, wamekubaliana Waislamu, kwa maana wanachuoni, kwamba ibada ya funga ni fardhi. Faman ankara faridata sawmi ramadana, basi yoyote atakayepinga ulazima wafunga ya Ramadhani, akapinga kwamba kufunga sio lazima na sio fardhi, fahuwa murtaddun kafirun, mtu huyo atakuwa mertaddi, mtu huyo ni mwenye kuritadi na ni kafiri. Fahuwa murtaddun kafirun, mtu huyo ni mwenye kuritadi na ni kafir. Sawa, kwa maana man ankara faridata sawmi ramadana, atakayepinga fardhi ya Ramadhani, akapinga kwamba kufunga Ramadhani sio fardhi, sio lazima, wa huwa ya'lam bidhalika, hali ya kuwa anajua, hali ya kuwa anajua kwamba kufunga ni wajibu, kufunga ni fardhi, sawa, anajua kabisa, ana ilmu ya hilo, sio jahil, sio mjinga, bali ana elimu, anafahamu kwamba ibada ya funga ya Ramadhani ni fardhi, ni nguzo katika nguzo za Uislamu, lakini akapinga kwamba sio wajibu baada ya kuwa anajua, sawa sawa, kwa akapinga kitu ambacho anakijua uhakika wake, fahuwa murtaddu, mtu yeye anakuwa mfanyaji, ameritadi tayari. Ama mtu ambaye ni jahil, mjinga, hajui, sawa, akawa naropoka tu, akaropoka kwamba kufunga sio wajibu, hadha la yakfur, sawa, huyu hakufurishwi, anatakiwa abainishiwe kwamba hayo maneno yanasema ni kufuru, kusema hayo maneno ni kufuru, usirudie, afahamishwe kwamba kufunga ni fardhi, ni fardhi, kwa maana ni lazima tayari. Kwa akishaelimishwa akafahamu kwamba kufunga ni fardhi na ni nguzo katika nguzo za Uislamu, baada ya kujua, akipinga, akiendelea kupinga, hadha yakfur, hapa ndio mtu anafanyaje, anakufuru. Kwa ni sharti kuwepo na kupatikane elimu, ni lazima kupatikane elimu kwamba hiki anachokipinga ana elimu nacho. Lakini ikiwa mtu kila anachokipinga hana elimu nacho, ni mjinga, basi huyu hakufurishwi. Huyu kwanza anatakiwa asomeshwe, afahamu. Akishafahamu, akiendelea na msimamo wake wa kupinga, hapa ndio anakufuru. Fahuwa murtaddun kafirun, huyu anakuwa ni murtaddi kafiri. Yustatabu, atatubishwa. Yustatabu, atatubishwa mtu huyo, kwa maana ataamrishwa atubie. Yustatabu, atatubishwa, kwa maana ataamrishwa atubie. Ataamrishwa na nani? Na kiongozi wa Uislamu. Kiongozi wa Uislamu
atamtubisha, kwa maana atamwamrisha atubie kwa haya maneno aliyoyasema, kwamba na hii itikadi aliyonayo kwamba funga sio wajibu, funga sio fardhi, atatubishwa, kwa maana ataamrishwa an yatuba, ataamrishwa atubie kwa Allah tabaraka wa taala. Fa in taba, ikiwa atatubia, kwa maana akakiri kosa lake kwamba amekosea, astaghfirullah wa atubu ilayhi, namuomba Allah msamaha na ninatubia kwake, namuomba Allah nisamehe kwa haya maneno niliyoyasema na ninatubia kwake kwa hili kosa. Fa in taba, ikiwa atatubia, wa aqarra bi faridatihi, na akakiri, kwa maana akakubali kwamba funga ni fardh ya lazima, kwamba funga ni lazima, yani funga ya Ramadhani ni fardhi, akakiri hilo, fadhaka, basi jambo hilo ni zuri. Fadhaka ay fabiha wa ni'mati, wa khulliya sabilahu, na ataachiliwa huyo. Wa khulliya sabilahu, wa khulliya sabiluhu, na ataachiliwa mtu huyo ikiwa atakiri, atatubia na akakiri kwamba kufunga ni fardh, basi jambo hilo ni zuri. Fadhaka, basi jambo hilo ni zuri, kwa maana ataachwa. Fabiha wa ni'ma wa khulliya sabiluhu, na ataachiliwa, kwa maana ataachiliwa na ataenda zake, kwa maana mtu huyo anakuwa ameshikwa, amekamatwa na kupelekwa kwa kiongozi, kwamba huyo ametamka kadha wa kadha. Kwa kiongozi atamuuliza, je, ni kweli? Akiendelea kusema ndio, kiongozi anamwambia tubia. Sawa, kiongozi wa Waislamu, amiri jeshi, sawa, kiongozi wa nchi, sio kiongozi wa kikundi, sio kiongozi wa kikundi kwamba nyinyi mmejikusanya watu huko Mbagala huko mkaanzisha kijiji chenu mnakiita cha Waislamu, la, alafu mnatabikisha sheria za Kiislamu, mnasema huu ni mji wa Kiislamu kama ilivyokuwa Kilindi kule, alafu hukumu baadhi zikitokea kwenye mji wako wewe kama kiongozi unakwepa. Sasa kiongozi gani? Hukumu zinamsimamikia mtu yote, hata kama ni wewe mwenyewe. Tayari anakusudiwa kiongozi wa Uislamu na sio kiongozi wa kikundi. Kwa atamwamrisha atubie, akitubia basi jambo hilo ni jambo zuri kwake yeye, na ataachwa, ataenda zake. Wa illa, na asipotubia, wa illa, na kama hatotubia akaendelea na msimamo wake kwamba funga ya Ramadhani sio fardhi, mimi naamini hivyo kwamba kufunga sio lazima, bali watu tu wameamua wenyewe tu, anayetaka afunge na asiyetaka asifunge, sio wajibu, ndio maana mimi sifungi. Akapelekwa kwa kiongozi, akaulizwa, akabaki na msimamo wake huo huo, kiongozi atamuua. Ndio hapa nasema wa illa, na kama hatotubia akakiri kwamba kufunga ni wajibu, qutila kafiran, atauawa kwa kufuru yake. Qutila kafiran, atauawa kwa sababu ya kukufuru kwake, ay qutila riddatan. Qutila kafiran ay qutila riddatan, atauawa kwa sababu ya kuritadi kwake, na anayesimamia mauaji yake ni kiongozi. Sawa, kiongozi atamamrisha atubie mara ngapi? Ni jitihada ya kiongozi. Jitihada ya kiongozi, akiamua kumtubisha mara moja, mara mbili, mara tatu, ni yeye. Akiona inatosha, akiona azidishe siku, la basi, kwamba mpelekeni mahabusu, baadaye au kesho mrudisheni, anahojiwa. Akikiri vile vile kwamba sio wajibu, anaambia mrudisheni huko. Sawa, anapelekwa mahabusu.
kesho anarudishwa, anaulizwa tena, unasemaje? Sio wajibu. Sasa kiongozi jitihada yake atakapompelekea kwamba mara 3 inatosha, inaonekana huyu bwana ndio msimamo wake, ndio anamsimamishia haji, anamsimamishia hukumu ya kumuua, anamuadhibu kwa adhabu ya kumuua, ambayo ndio hukumu yake hiyo, kwa sababu ya kuritadi kwake. Hii ni ijma, hii ni dalili ya 3 ya ijma ya wanachuoni, makubaliano ya wanachuoni kwamba mwenye kukataa na kupinga wajibu wa funga hali ya kuwa anajua, mtu huyo anakuwa murtadi, na hukumu ya murtad yuktalu. Hukumu ya mtu mwenye kuritadi anafanyaje? Anauawa, lakini kabla ya kuuawa anatubishwa kwanza, anaamrishwa atubie. Akikataa ndio anauawa. Naam, hizi ni dalili ngapi? 3. Dalili min alkitabi والسنة والإجماع. Kwa unapotaka kuelezea jambo kwamba jambo fulani ni haramu, jambo fulani ni wajibu, sawa, jambo fulani ni sunna, lazima uwe na dalili, imma min alkitabi wa imma min as-sunna wa imma min al-ijma. Sawa, kisha zinakuja dalili zingine ambazo mtakuja kuzifahamu baadaye insha Allah taala, lakini kwa sasa shika hizi dalili. Sawa. Wafuridha saumu ramadhana, kisha imamu anasema wafuridha saumu ramadhana, na imefaradhishwa funga ya Ramadhani fi sanati athaniyati, katika mwaka wa 2 min alhijrati, tangu mtume ahame kutoka Maka kwenda Madina. Min alhijrati ay min alhijrati an-nabawiyya. Wa furidha saumu ramadhana, na imefaradhishwa saumu ya Ramadhan, yani funga. Ukiulizwa kwamba funga ya Ramadhani ilifaradhishwa mwaka gani, sawa, jawabu lake ni hili hapa. Funga ya Ramadhani ilifaradhishwa au imefaradhishwa fi sanati thaniyati min alhijrati an-nabawiyyati, imefaradhishwa katika mwaka wa 2 wa hijiria, mwaka wa 2 wa hijiria. Min alhijra kwa maana min hijrati an-nabii sallallahu alayhi wasallam min Makkah ila al-Madina. Kwa mtume alayhi salam alipohama kutoka Maka kwenda Madina, mwaka wa kwanza ule baada ya kuhama ukapita tayari, mwaka wa 2 ndipo ikafaradhishwa ibada ya funga. Faswama Rasulullah sallallahu alayhi wasallam, akafunga mtume alayhi salam 9 ramadhanatin, Ramadhani 9. Faswama Rasulullah sallallahu alayhi wasallam, akafunga mtume sallallahu alayhi wasallam 9 ramadhanatin, Ramadhani 9. Kwa maana mtume alayhi salam baada ya kuhama kutoka Maka kwenda Madina, pale Madina aliishi miaka mingapi? Na nakumbuka 10. Ahsant. Maka aliishi miaka mingapi? Naam. Sema shehe, usiogope hata ukikosea. La, Maka yani katika miaka ya utume 13. Ahsant. Sema shehe, hapa tuko darasani. Hapa tuko darasani. Hata ukisema 6 umejitahidi. Sio sawa na mtu ambaye amenyamaza. La. Ukiulizwa darasani wewe jibu, lakini uwe na ihtiyat kwamba najitahidi, kwamba nishawahi kusikia. Sawa. Ukiambiwa na mwalimu umekosea,
tayari hapo unakuwa umeshajua, hutokosea tena, labda usahau, lakini unakuwa ushajua uhalisia wa jambo. Sawa. Na sio kwamba kila unaponyosha mkono unajibu lazima upatie, la, hapana. Mwalimu mwenyewe hapa anafundisha na saa zingine anakosea. Sawa, hakuna siyekosea. Tayeb, ila mbora wa wenye kukosea ni yule anapobaini amekosea anarekebisha. Sawa sawa. Sio unajua kabisa umekosea afu unafunika mashimo, la, ukijua umekosea unatakiwa urekebishe. Tayeb, kwa Mtume alayhi salam Madina aliishi miaka 10. Sawa. Kwa miaka 10 aliyoishi Madina, maana yake saumu ya Ramadhani imefaradhishwa mwaka wa pili. Kwa amefunga Ramadhani ngapi? 9. Sawa sawa, katika maisha yake pale Madina alayhi salam. Tayeb, kwa hivyo Mtume alayhi salam alifunga Ramadhani 9 katika maisha yake baada ya kufaradhishwa saumu ya Ramadhani. والصوم فريضة على كل مسلم. Kisha imamu anabainisha ya kwamba ibada ya saumu ni fardhi, ni lazima kwa mtu gani, kwamba ibada ya funga ya Ramadhani ni wajibu. Tayeb, kwa mtu gani? Je, ni kwa kila mtu? La, anabainisha hapa wasaumu faridhatun, na funga ya Ramadhani ni fardhi ya lazima ala kulli muslimin, juu ya kila muislamu, ala kulli muslimi, juu ya kila muislamu, mwanamume au mwanamke, mtumwa au mungwana, balighin, aliye baligh, aqilin, mwenye akili timamu, aqilin, mwenye akili timamu. Kadhalika wengine wanaongeza kwa kusema qadirin, qadirin, mwenye kuweza kufunga, qadirin, mwenye kuweza kufunga. Wasaumu, funga ya Ramadhani ni lazima kwa kila Muislamu, mwanamume kwa mwanamke, balighin, aliyekwisha baligh, aqilin, mwenye akili timamu. Anasherehesha hapa chini, anasema rahimahullah, fala yajibu as-sawmu ala al-kafiri, si wajibu kufunga kwa mtu ambaye ni kafiri. Fala yajibu as-sawmu, si wajibu kufunga ala al-kafiri, kwa mtu ambaye ni kafiri. Ndio lile sharti la kwanza, ala kulli muslim. Kwa katika sharti hili anatoka kafiri. Kwa kafiri la yajibu alayhi as-sawm, mtu ambaye si Muislamu si wajibu kwake yeye kufunga, kwa sababu amekosa sharti la Uislamu. Wala yuqbalu minhu, na wala haikubaliwi kwake yeye ibada ya funga. Wala yuqbalu minhu, na wala hakubaliwi mtu huyo, yani kafiri, ibada ya funga hakubaliwi. Kafiri akaamua kufunga, la yuqbalu minhu, hakubaliwi ibada hiyo maadamu hajasilimu, hajaingia kwenye Uislamu akaamua afunge. Wapo baadhi ya makafiri wanafunga, sawa. Kuna baadhi ya watu wasiokuwa Waislamu wanafunga, wanaishi na Waislamu, wanaishi na Waislamu. Saa zingine wanafanya kazi katika makampuni ya Waislamu, katika sehemu za Waislamu, basi wakaona Waislamu wamefunga. Sasa mtu anaona mimi tu ndio nisifunge, anaamua na yeye kufunga, sawa.
Tena saa zingine anamuuliza bosi wake, anamuomba bosi wake afunge, na bosi wake naye anafanya anamruhusu afunge. Ya akhi, huyu mwache ale. Sawa, huyu mwache ale, kwa sababu akifunga yule ameshinda na njaa. La yuqbalu minhu, hapokelewi ibada hiyo hatta yuslima, mpaka asilimu. Wala yuqbalu minhu hatta yuslima, hakubaliwi mtu huyo ibada ya funga mpaka atakaposilimu. Kwa hiyo nyinyi watu wenye makampuni, watu wenye kazi zenu, mnapowaajiri wafanyakazi ambao si Waislamu, tayari ikifika Ramadhani msiwakalifishe kufunga. Sawa? Na wanapokuombeni kwamba wafunge, waambieni hapana, hii funga ni kwa Waislamu, kwa sababu hata wakifunga wanashinda na njaa tu, hawalipi chochote mpaka Waislamu. Kikubwa nyinyi mnatakiwa muwalinganie waingie katika Uislamu. Yani tumia fursa hiyo, kazi yako iwe ni sababu ya watu kusilimu. Walakal ajr, na una ujira mkubwa mbele ya Allah tabaraka wa taala. Kwa mlinganie kwanza asilimu, kisha ndio afunge. Kama ambavyo pia hatakiwi kuswali mpaka asilimu, kwa sababu akiswali kabla ya kusilimu hapati malipo. Wa hakadha, wala yuqbalu minhu hatta yuslima. Wala yajibu as-sawmu ala as-saghiri, na wala si wajibu kufunga kwa mtoto mdogo. Ala as-saghiri, kwa mtoto mdogo. Wala yajibu as-sawmu, na wala si wajibu kufunga ala as-saghiri, kwa mtoto mdogo, hatta yablugha, mpaka atakapobaligh. Mtoto mdogo kwake yeye sio wajibu funga, sawa sawa, mpaka atakapobaligh. Wayahsulu bulughuhu bitamami 15 sanatan. Wayahsulu bulughuhu, na kubalighi kwake kunatimia au kunapatikana. Kubalighi kwa mtoto, kwamba mtoto anapokuwa dalili za kuonesha kwamba huyo mtoto amebalighi, yahsulu, jambo hilo linapatikana bitamami, kwa kutimia 15 sanatan, miaka 15 ghaliban, aghlabia. Sawa, aghlabia watoto wa kiume huwa wanabalighi wanapotimiza miaka 15, lakini wako ambao pia wanabalighi chini ya hapo, na wengine saa zingine wanapitiliza. Sawa, kwa hii ni hukumu ya aghlabia ambayo ameitaja Imam rahimahullahu ta'ala, kwamba ghalib huwa anafikia umri wa kubaligh bitamami 15 sanatan, anapotimiza miaka 15. Ama mtoto wa kike wana tofauti na watoto wa kiume. Watoto wa kike wanavunja ungo kabla ya hapo. Sawa, watoto wa kike wengine miaka 9 wanavunja ungo, wengine miaka 10, 11, 12, wengi wanacheza huko. Sawa sawa. Naam. Kwa hii dalili ya kwanza ya kwamba mtoto amefanyaje, ameshabaligh, kutimiza miaka 15 na kuendelea. Au nabati anatihi, au kuota nywele za sehemu yake asili. Dalili ya pili na kiashiria cha pili chenye kuashiria kwamba mtoto huyu amebaligh tayari. Au nabati anatihi, au kuota nywele za sehemu yake asili. Hii pia ni kiashiria chenye kuashiria kwamba huyu mtoto ameshabaligh, huyu kijana ashabaligh, atakapokuwa ameota nywele hizo. Au nuzuli almani minhu, au kutokwa na manii
au nuzulu almaniyi minhu, au kutokwa na manii. Dalili nyingine au kiashiria kingine kinachoashiria kwamba mtoto huyu ameshabaligh ni kule kutokwa na manii, au nuzuli almaniyi minhu, au kutokwa na manii kijana huyo, bil ihtilami, kwa kujiotea, kutokwa na manii kwa kuota. Kijana amelala mara anaota, akiamka asubuhi ashajiotea, ametokwa na manii, ametokwa na maji. Sawa, hii ni dalili kwamba ashafanyaje? Ashabaligh. Na wengi mara nyingi huwa inatokea hivi, wengi mara nyingi huwa inatokea hivi. Mwanzo kabisa wa kubaligh kwake, akiamka asubuhi anakuta ametokwa na maji. Hii ni dalili na ishara ya kwamba amebaligh, amekuwa. Au ghairahu, au kwa njia nyingine, yani ghaira al-ihtilam, isiyokuwa kujiotea, akatokwa na manii kwa sura nyingine isiyokuwa ya kuota. Au ghairahu, au kwa sura nyingine isiyokuwa ya kuota, kama vile mathalan akajikuta amekaa tu kaangalia sana, alichokiangalia mara akatokwa na manii. Sawa, yani kaangalia mathalan kamwangalia mwanamke kwa kumtamani, mara akatokwa na manii. Hii pia ni katika njia za kufanyaje, za kutokwa na manii. Ndio maana sheria imeweka dhawabit kwamba haitakiwi mtu kukodoa macho sana kuangalia vitu vya haramu, ikiwemo kuangalia wanawake. Sawa, kwa kuwatamani, kwa sababu inakupelekea wewe kufanyaje, kutokwa na maji. Kwa pia kijana akitokwa na maji kwa sura hii ni dalili ya kwamba mfanyaje, amebaligh. Watazidu al-untha bilhaidhi, na anazidisha mtoto wa kike kupata hedhi. Watazidu al-untha, na anazidisha mwanamke, kwa maana dalili kwa mwanamke inazidi. Ukiacha hizo zilizotajwa, sawa, kwa msichana yeye kuna dalili nyingine ya ziada, ambayo dalili hii haimuhusu mwanamume, ni dalili ya kupatwa na hedhi. Wayazidu al-untha bilhaidh, na msichana anazidisha dalili nyingine ambayo ni ya hedhi. Kwa maana msichana akiona amepata siku zake, siku ya kwanza kabisa, basi hiyo ni dalili kwamba amefanyaje, amekuwa. Wanasema amevunja ungo, wanasema kuvunja ungo. Sawa, ndio kubaligh kwenyewe huko. Tayeb, kwa hizi ni dalili na ishara zenye kuashiria kwamba mtoto afanyaje, ashakuwa. Na mtoto akishakuwa na alama hizi, kijana au msichana, wewe kama mzazi lazima utamuona anabadilika. Anabadilika, hata muamala wake na wewe unakuwa ni tofauti na zamani. Hakadha sunnatullah, kuonesha kwamba huyu tayari ashakuwa. Sawa, kuna sura ya haya fulani atakuwa nayo ambayo hapo kabla alikuwa hana, wa hakadha. Kisha imamu anasema famata hasala lisaghiri, wakati wowote itakapopatikana kwa mtoto mdogo. Famata hasala lisaghiri, wakati wowote itakapopatikana kwa mtoto mdogo. Ahadu hadhihi al-ashyai, moja ya vitu hivi vilivyotajwa. Ahadu hadhihi al-ashyai, moja ya vitu hivi vilivyotajwa. Kikipatikana kimoja katika hivyo kwa mtoto mdogo, faqad balagha, hiyo ni dalili kwamba mtoto huyo amefanyaje, amebaligh. Na anapokuwa amebaligh, kwa maana wakati huo sara mukallafan, atakuwa ni mukallaf, atakuwa ni katika mukallafina, ni katika watu ambao wanakalifishwa katika kutekeleza ibada na faraidh tayari. Kwa maana kalamu yake sasa hapo ndio inaanza kufanyaje, kuandika, ambayo Mtume alayhi salam alisema rufi alqalam
an thalathati, kalamu imenyanyuliwa kwa maana imestopishwa, haiandiki kwa watu wangapi? Watatu. Akamtaja katika hao watatu, wa anis sabiyi hatta yablugha, mtoto mdogo mpaka kibaligh. Kwa maana atakapokuwa amebaligh, ile kalamu yake ambayo ilikuwa imesimama, akibaligh tayari inaanza kufanyaje? Kufanya kazi. Akifanya haramu anaandikiwa, akifanya halali anaandikiwa, wa hakadha. Ama kwa muda ambao hajabaligh, kalamu yake mfanyaje? Imesimama. Kalamu yake imesimama kwa maana haandikiwi maovu, haandikiwi makosa katika yale maasi ambaye anaweza kaingia kufanya. Mtoto ambaye hajabaligh haandikiwi makosa. Je, akifanya mema? Akifanya mema anaandikiwa mema, sawa. Akifanya mema anapata malipo yake, anapata malipo yake. Na hivyo ndivyo wanavyosema ahlul ilmi. Kisha imamu anasema, lakin yu'maru as-saghiru bis-sawmi, lakini mtoto mdogo anaamrishwa kufunga. Yu'maru as-saghiru, lakini mtoto mdogo anaamrishwa kufunga, kwa maana mzazi au mlezi natakiwa muamrishe mwanao afanyaje? Afunge, hata kama hajabaligh. Idha taqa, kama ataweza, au pindi atakapoweza kufunga. Idha taqa, pindi atakapoweza kufunga. Bila dararin alayhi, bila ya kumletea madhara, bila ya kumletea madhara. Kwa maana funga hiyo unayomwamrisha afunge, umwangalie kama haitomdhuru, mwache afunge. Lakini kama ukimwona akifunga mpaka jua likizama anaweza kaathirika, mwambie usifunge, kwa sababu kwake kufunga sio wajibu. Hiyo amri yako unayomwamrisha ni istihbab, inapendeza kumwamrisha. Na kwa nini unamwamrisha afunge? Anaeleza hapa lengo la kumwamrisha mtoto afunge ni nini, wakati sio wajibu kwake. Ndio maana akasema idha taqa, pindi atakapoweza kufunga. Kwa maana kama hawezi usimwamrishe, bila dharari na bila kumletea madhara tayari. Kwa maana funga isiwe inamletea madhara, lakini pia na wewe mzazi usimletee shida, sawa. Usimdhuru mwanao kisa hajafunga, kwamba kwa vile hujafunga leo hamna kula, sawa. Kwa vile hujafunga viboko, la, huyu ni mtoto, sawa. Umeamrishwa kwamba umwamrishe mwanao afunge, lakini hii amri sio ya wajibu. Ni kama ile amri ya kumwamrisha swali mtoto akiwa na miaka 7, sawa, kwamba watoto wakifika miaka 7 wanaamrishwa kufanyaje? Kuswali. Lakini hauruhusiwi kumpiga mtoto ambaye ana miaka 7, yani 5, 6, 7, 8, 9, 10, sawa. Huruhusiwi kumpiga viboko wala kumfinya kwa sababu hajaswali, sawa. Bali umeambiwa umeamrishe tu kwa sababu ili apate mazoea, apate kuzoea ibada ya swala. Na wadribuhum alaiha li10 sinin, na muwapigi wakiacha kuswali wanapotimiza miaka 10. Wanapotimiza miaka 10, sio anapoingia mwaka wa 10, mpaka atimize miaka 10. Baada maana yake amemaliza miaka 10, ameingia mwaka wa 11, hapo ndo anaruhusiwa kufanyaje? Kumpiga, kumwadabisha. Kwa nini hujaswali? Uwe mkali, sawa sawa. Lakini kabla ya hapo la. Kadhalika na ibada ya funga, lengo la kumwamrisha, Sheikh anasema li'atadahu, ili azoee kufunga. Li'atadahu, ili azoee kufunga. Wa ya'lafahu, na moyo wake uipende ibada ya funga. Wa ya'lafahu ay wa yuhibbahu wa yatma'inna qalbuhu, na ili moyo wake upate kutulizana, aipende ibada ya funga. Lengo la kumwamrisha mtoto afunga akiwa mdogo kabla ya kubaligh, ili apate mazoezi ya kufunga,
sawa, akuwe hali ya kuwa ashazoea kufanya kufunga, na ili apate kuipenda hiyo ibada hata atakapokuwa amebaligh, ameshakuwa sasa, ile ibada ya kufunga sio tena kuamrishwa, anajua kwamba ni wajibu wake na anafunga kwa kuipenda, kwa sababu alianza kufunga toka ni mdogo. Na asifunge kwa sababu tu anamuogopa baba yake, au anaogopa viboko, au anaogopa kwamba asipofunga hakuna chakula na mfano wake. Hiyo kumwamrisha ni kwa ajili ya kumpa mazoezi ya kufunga. Kwa hivyo wa in aftara fala ithma alayhi, ikiwa mtoto atafunga, mtoto mdogo ambaye hajabaligh akaamua mwenyewe kufunga, au ukamwamrisha kufunga kafunga mpaka adhuhuri, akamwambia mimi nafungulia, khalas muache, sawa. Usianze kusema sasa angalia mroho kama nini. La, huyu sio mroho, sawa, sio mroho. Yaani ukimwambia mroho unamdhulumu. Huyu ana haki ya kula, yaani kula kwake mchana wa Ramadhani ni haki. Ile kufunga kwake ni sunna. Kwa kufunga kwa mtoto mdogo ni sunna, kufunga kwako wewe mtu mzima ni wajibu. Kwa ni tofauti, sawa. Anaweza akaamua akafunga, mwingine anaweza kafunga mpaka jua limekaribia kuzama, ambia njaa inauma, mama njaa inauma, khalas muache ale. Jua linakaribia kuzama, muache ale, hata kama jua linakaribia kuzama, sawa sawa. Nguvu yake ya kufunga imeishia hapo. Usimlazimishe kitu ambacho hawezi kukitekeleza. Tayeb, na hivyo ndivyo wanavyosema jamaatu min as-salaf. Na ikiwa atafunga mtoto, malipo anapata ujira wake. Ikiwa mtoto anafunga, lahu ajruhu, anapata malipo ya kufunga, lakini pia na wewe mzazi una malipo ya kumwamrisha. Tayeb, wala yajibu as-sawmu ala faqid al-aqli. Mwisho katika kumalizia mlango huu Sheikh anasema wala yajibu as-sawmu, na wala si wajibu kufunga, ala faqid al-aqli, kwa mtu ambaye hana akili. Ala faqid al-aqli, kwa mtu ambaye hana akili, yani mtu ambaye ametokwa na akili, kwake si wajibu kufunga. Ametokwa na akili bijununi, kwa wenda wazimu. Imma amekosa akili kwa wenda wazimu, bijununi, kwenda wazimu, au taghayyuri dimaghi, au kubadilika au kucheza kwa ubongo. Kucheza kwa ubongo, yani akili yake imemtoka kwa sababu ya kucheza au kuyumba kwa dimaghi, ubongo, na mfano wake, au nahwihi, au mfano wa hizo sababu ambazo zinapelekea watu kukosa akili, ikiwemo kucheza kwa ubongo au wenda wazimu wa moja kwa moja, sawa. Mwingine ubongo unacheza, akili inatoka kidogo kidogo mpaka mwisho anakosa akili kabisa, sawa. Nimuuliza huyu vipi? Huyu imecheza kidogo. Imecheza nini? Sawa, maana yake unakuwa akili imefanyaje? Dimaghi imecheza au imeyumba. Nasallallahu alaihi wal afia. Au nahwi, hao mfano wa hizo sababu zinazopelekea mtu kutokwa na akili. Kwa mtu ambaye hana akili si wajibu kwake yeye kufunga. Wa ala hadha, na kufuatia hayo yaliyopita, wa ala hadha, na kufuatia haya maelezo yaliyopita, fa idha kana al-insanu, ikiwa mtu kabiran, ni mtu mzima, yani mtu mkubwa. Fa idha kana al-insanu kabiran, ikiwa mtu ni mtu mzima, ni mtu mkubwa, sio mtoto mdogo, ni mtu mkubwa, mwanamume au mwanamke. Yahdhi, haongei maneno yanayoeleweka. Ikiwa mtu mzima, yahdhi, haongei maneno yanayoeleweka. Yahdhi bimaana yatakallam bikalami la yufaham maanahu, ikawa pamoja na kwamba ni mtu mzima ila haongei maneno yanayoeleweka.
akiongea kama kichaa, anaongea maneno kama wenda wazimu, haongei maneno yanayoeleweka. Wala yumayizu, na akawa hana tamyizi. Ni mtu mkubwa lakini hana tamyizi, amekosa tamyizi, hawezi kupambanua, kwa maana yani akili yake haiko vizuri. Ukimuuliza hii nini, anacheka. Wakati ukimuuliza mtoto mdogo tu yeye anakuambia simu, lakini mtu mzima kabisa ukimuuliza hii nini, anacheka au anageuka upande mwingine. Sawa, kwa sababu hana tamyizi ya kujua kwamba hiki ni kitu fulani, hii ni halali, hii ni nzuri, hii ni mbaya. Sawa. Fala siyama alayhi, Sheikh anasema mtu huyo si wajibu kwake yeye kufunga. Fala siyama alayhi ay fala yajibu alayhi as-siyam, si wajibu kwake yeye kufunga, wala it'ama, wala si wajibu kwake yeye kulisha. Sawa. Fala yajibu alayhi as-siyam, si wajibu kwake yeye kufunga, wala yajibu alayhi al-fidya, wala tajibu alayhi al-fidya, si wajibu kwake yeye kufunga, lakini pia si wajibu kwake yeye kulisha, kutoa fidia. Kwa nini? Kwa nini kwake yeye sio wajibu kutoa fidia? Nani anaweza kujibu? Naam Sheikh. كيف majnun? Ahsan, kwa sababu laysa min almukallafin, kwa sababu yeye si katika mukallafin, si katika watu ambao wanakalifishwa kutekeleza ibada. Sawa. Ili mtu akalifishwe kutekeleza ibada ni sharti awe Muislamu, awe na akili timamu, au amebaligh. Sawa. Ikikosekana sharti moja hili, khalas, inakuwa ibada ya fardhi kwake yeye sio wajibu. Hata akifanya inakuwa ni sunna kwake. Sawa. Na hasa ikikosekana sharti la Uislamu, haisihi kwake yeye, haisihi kwake yeye. Kama tulivyoeleza, ibada ya kafiri haikubaliki mpaka awe Muislamu. Wallahu ta'ala a'lam. Na hapa ndio mlango umeishia hapo, na tutabakia hapo biidhnillah. Kesho insha Allah tutachukua faslu inayofuata. Kesho tutakuwa katika faslu ya pili, ambayo ni katika kuelezea hikam as-siyam wa fawaidihi, hikma za kufaradhishwa funga na faida zake. Ni zipi hikma za kufaradhishwa ibada ya funga na ni zipi faida zake? Tutaanza kuziona darasa ya kesho insha Allahu taala. Na kesho tutatangaza na kuwekeana wazi ratiba kamili ya darasa za Ramadhani insha Allahu taala, za mchana na za usiku. Wallahu taala a'lam. Barakallahu fikum wa jazakumullahu khairan. Subhanallah wa bihamdihi, subhanakallahumma wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilayk.